Hayo ni mambo muhimu. Sasa kwa kuangazia siku hii nimemwalika hapa studio kwa njia ya simu wote kwa pamoja wawili, Anton Luvanda, yeye ni mwelimishaji rika Tanzania akifahamika sana, lakini naye mwanaume ambaye yeye ana simulizi zake, Abdalla Niachi. Wote kwa pamoja bila shaka mnanisikia wakati huu Nakusikia bwana Sudi. Abdalla, unanisikia Abdalla? Nakupata vizuri bwana Luvanda. Abdalla, tumeweka siku hii Umoja wa Mataifa umeweka siku hii makususi kwa ajili yenu nyinyi wanaume, na zimekuwa siku nyingi. Imekuwa siku ya wanawake, siku ya kina mama, siku ya watoto, na siku zote hizi zinapata nafasi kubwa, lakini hii ya wanaume haizungumzwi sana. Abdalla, kwa nini unadhani siku ya wanaume haipati nafasi kubwa? Unakuta siku ya wanaume haipati nafasi kubwa kwa sababu wanaume unakuta hawana changamoto nyingi sana kuliko kina mama. Wewe mwenyewe unaamini hilo? Mimi kwa upande wangu naweza nisiamini sana au nikaamini sana, kwa sababu kila mtu na jinsia ya matatizo na changamoto anazokuwa anazipitia wakati huo. Wewe kwa mfano umewahi kukumbwa na changamoto yoyote kama mwanaume, tukizungumza kwa siku hii? Nashukuru sana kwa kunipa nafasi hiyo. Changamoto mpaka sasa ninayo tena kubwa sana katika maisha yangu na sitokuja kuisahau tena. Changamoto kubwa nilionayo mimi mpaka hivi sasa. Leo hii mimi mpaka sasa hivi nina mwaka mmoja na miezi mitano sasa, siwezi kusimama wala kutembea. Sababu kubwa, chanzo kikubwa ni kina mama. Sababu kubwa ni kina mama, ndo ambaye ameweza kunifanyia vitu kama hivi vya kiajabu katika maisha yangu. Umefanya nini kwa ufupi? Hebu tueleze hali yako ulionayo. Mimi hali yangu kiujumla kwamba siwezi kusimama wala kutembea. Changamoto hii ilianza mwaka jana mwezi wa 5. Na mpaka kufikia hivi sasa siwezi kusimama wala kutembea, lakini katika pita zangu nimekwenda hospitali, nimepata matibabu, kwenda kucheki vipimo vya kiafya hospitali wananiambia hauna shida ya aina yoyote, vipimo viko sawa. Basi lakini mimi siwezi kusimama wala kutembea. Sasa hisia zako ni mambo ya kienyeji yamepita, mambo ya kitamaduni, au umepigwa? Haya ni mambo ya kitamaduni, nimepigwa. Na uone kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa katika maisha ya mwanadamu. Mimi nilikuwa silijui hili wala lile, lakini mwaka huu mwezi wa 8 katika pita zangu nimehangaika sana toka mwaka jana. Mwaka huu mwezi wa 8 mwaka huu nimerudi hapa Dar es Salaam ninapoishi. Aliyenifanyia kitendo hiki alipiga simu mwenyewe na kujitambulisha. Akasema mimi ndio niliyekufanyia hivyo, na sababu kubwa ya kukufanyia hivyo ni kwa sababu uliniahidi tutafunga ndoa, lakini hatukufunga ndoa. Abdalla, naam. Abdalla, umeeleweka kwa kina hicho. Bila shaka pole sana na hilo. MC Luvanda, unamsikia Abdalla? Naam, namsikia vizuri kabisa. Unajua leo kauli mbiu ya siku hii hii Novemba 19 wanasema kusherekea wanaume na wavulana. Manake mara nyingi tunategemea tuwe na furaha kina baba wavulana kwa siku hii, kukumbushana mambo haya na haya, kuelimishana kuhusu ustawi wa maisha ya wanaume ambao wakati mwingine wanaonekana kama wamesaulika. Umesikia kisa cha Abdalla hapa? Nimekisikia. Wewe kwa fikra zako unataka kusema nini? Wewe ni mwelimishaji rika. Mimi nadhani kwanza tukubaliane kwamba wanaume ndio watu ambao wanapitia changamoto kubwa sana kwa sasa, kwa kisaikolojia na kijamii, kwa sababu na shida ilianzia pale kwenye mkutano wa Beijing pale tulivyosema tuwe na haki sawa, na ikamfananisha mwanamke na mwanaume kama ni kitu kiko sawa, lakini hata uumbaji wa Mwenyezi Mungu kibiolojia, kisayansi unathibitisha kwamba wanawake na wanaume wako tofauti. Uwezo wa misuli katika miili yetu uko tofauti, uwezo wa kukabiliana na mambo uko tofauti. Lakini sasa tulipoambiwa tuko sawa, mzani tena ukapitiliza, tukaambiwa kwamba
wanaotakiwa sasa kuwa juu ni wanawake, kwa sababu wanaume wawe chini, wanaume wamekuwa juu muda mrefu. Kwa ule mzani tena haukuwa tena haki sawa, umekuwa haki za wanawake zaidi kuliko mtoto wa kiume. Kwa hiyo unajikuta kwamba mwanaume huna mahali pa kutoa mambo yako, huna mahali pa kuweza kueleza shida zako. Lakini pia tumejengiwa misingi wanaume kwamba ukiwa na shida pambana kiume, kufa nalo. Sasa hiyo inasababisha kwamba hata mwanaume akiwa na jambo hawezi kushare. Unajua wanawake wanapata fursa ya kushare mambo yao, wana vikundi vyao vidogo vidogo, akienda saluni ataongea, anaweza akalia. Wewe hata mwanaume ukilia unaambiwa bwana jikaze kiume, wewe mtoto wa kiume. Kwa hivyo hiyo changamoto unaweza kuta mtu anaipitia, anaweza hata asipate fursa ya msaada wa kisaikolojia au msaada wa kijamii, kwa sababu anapaswa kupambana kiume. Kwa hiyo tuseme kwamba kwa hiyo kuna changamoto kubwa sana zinawakabili wanaume, lakini hii ni kwa sababu ya movement sasa hivi iliyoko kubwa ya kuangalia wanawake zaidi kuliko wanaume. Wakati unazungumza hayo, nilikuwa natazama takwimu hapa, naona za Umoja wa Mataifa na Benki ya Dunia zinaonyesha kwamba umri wa kuishi kwa wanaume umeongezeka kidogo. Sasa hivi umekuwa kati ya miaka 60 na 66, lakini wanawake wanaishi kati ya 64 mpaka 71. Hizo unazozitaja ni miongoni mwa sababu ambazo zinachangia pengine na hali ambayo pengine inamkabili mtu kama Abdalla zinasababisha hali hii, kwamba wanaume sasa hivi wanaishi muda mrefu kuliko wanawake? Hapana, inaonyesha wanaume wanaishi bado muda mfupi. Wanaume wanaishi miaka 60 mpaka 66. Hizi ni takwimu mpya. Lakini wanawake wao wanaishi 64 mpaka 71. Za mpya hizi. Yeah, na ndicho hicho ambacho Sudi nakisema kwamba bado mashambulizi makubwa yanaenda kwa mwanaume na mtoto wa kiume. Kuna changamoto kubwa sana kwa sababu mwanaume ndio breadwinner, yeye manake ndio anatoka nyumbani na kwenda kupambana, kwenda kukabiliana na changamoto zote atakazokutana nazo huko, ili mradi alete kipato, alete nyumbani. Sasa changamoto inakuja Sudi ni kwamba pamoja na changamoto anazokutana huyu mwanaume kupambana kuleta riziki nyumbani, bado akirudi nyumbani anakutana na changamoto nyingine kutoka kwa mwanamke au mke wake, anaweza kama girlfriend wake, anakutana na maswaiba mazito zaidi. Zamani ilikuwa mwanaume akirudi nyumbani anapata heshima yake ambayo ni kubwa, kama ameleta kitu anaheshimiwa. Sasa hivi hata ukileta kidogo unaulizwa, hata kuzunguka kote kuna tuletea kitu hiki, bado ile heshima ya mwanaume inapungua. Kwa hiyo unakuta mwanaume anakuwa na vita mbili. Ana vita ya kwenda kupambania vitu sokoni au dukani au maisha huko ya dunia, lakini akirudia ndani tena ana mapambano na mke wake. Na mke wake inawezekana keshaambiwa kwamba wewe bwana mume wako asikupelekeshe, wewe na wewe pia una haki sawa. Hayo unamwambia maji ya koga yako wapi, anamwambia kwamba ni wewe huna mikono ya kwenda kuandaa maji. Wewe unaambia chakula kiko wapi, kwani wewe jiko ulijui liko wapi? Kwa unakuta ile faraja ambayo mwanamume anatakiwa aipate haipati tena. Sasa hiyo inaongeza msongo wa mawazo mkubwa sana kwa watoto wake. MC Luvanda, unaonekana kama mtu mwenye kutaka kupigia debe sana mfumo dume, kujiandalia maji nako nataka kuona faraja. Lakini nilikuwa nataka kuuliza swala ambalo pengine ungemsaidia, wewe ni mwelimishaji rika, ungemsaidia Abdalla hapa. Lakini kwanza nimuulize Abdalla mwenyewe. Abdalla, kwa hali ulionayo, manake umetaja athari zako zinatokana na matatizo ya kiutamaduni, matatizo ya kiasili, umechukua hatua zozote kujisaidia? Mpaka sasa ni kwa kweli nimeona kwamba mambo ya kiutamaduni yapo, lakini ndio vile sasa imekuwa sasa wengi ni matapeli tu hapa mjini, wengi ni matapeli, hakuna uwezo wa kumsaidia mtu. Hospitali hawajakwambia lolote kuhusu tatizo lako? Na hospitali hawajaambia lolote kuhusu tatizo lako? Hospitali tatizo hili wamesema sina tatizo la aina yoyote. MC, unamsikia Abdalla? Naam. Hebu msaidie, wewe mlishajirika, unaofahamu, msomi, pengine kwa imani yake na hayo aliyomfika sasa anaonesha kwamba hana matumaini na hospitali. Tumwache endelee kuwa hivi Abdalla? Hapana, mimi nafikiri kwa ushauri wa Abdalla ni kwamba inategemea na hospitali aliyoitembelea. Labda anahitaji, labda ndio hospitali aliyotembelea kikomo cha madaktari kimefikia hapo. Kwa hivyo labda atafute hospitali ambayo ni kubwa zaidi, yenye uelewa mkubwa zaidi juu ya viungo vya binadamu, kwa sababu kila hospitali ina watu wanaoitwa specialist. Kama ana shida ya miguu, basi inawezekana awatafute wataalamu wa miguu.
Inawezekana pia kuna tatizo kwenye mishipa ya fahamu ambayo ina communicate mpaka chini kwenye hali ya miguu. Kwa hivyo hawatakuwa wataalamu, na ni rahisi sana kwenda kwenye speculations kwa sababu pia ni utamaduni wetu sisi wa Afrika, na mimi Abdalla namuelewa kabisa kwamba sisi wa Afrika tunaposhindwa jambo fulani, basi tunajihusianisha jambo hilo na imani za kimila, lakini pia na imani zisizoonekana. Lakini mimi naamini bado ana uwezo wa kutafuta uelewa wa juu zaidi wa kidaktari au wa kitabibu, hata kiwezekana akapata fursa ya kwenda nje ya nchi ambapo wamefikia kiwango cha juu sana katika mambo ya science and technology kuweza kuangalia tatizo ni nini. Abdalla, bila shaka usikate tamaa, na umemsikia hapo MC Luvanda. Mkondo huu nadhani unaweza kutoa mwanya wa wewe kupona. Ni kweli nimemsikia na amenieleza vitu ambavyo ni vya maana zaidi. Amenieleza vitu ambavyo ni vya maana zaidi, kwa sababu awali wiki moja iliyopita, kama anavyoeleza Bwana Luvanda, kweli nilikwenda tena hospitali kwa mara nyingine tena, katika hizi wanazotangaza kwenye mitandao kwamba unacheki afya kwa kiasi hiki cha pesa. Kwa hiyo nilikwenda nikacheki afya tena kwa mara nyingine tena ya mwili mzima. Basi pale wakawa wameniambia kitu kingine kwamba bana, ubongo wako umeathirika, kwa hiyo mishipa ambayo inasababisha kutoa damu ndani ya ubongo kuleta kwenye moyo ikawa imefeli kiasi fulani ambacho cha kuweza kutawanya damu katika mwili mzima. Na ndio imepelekea msuko huo kuweza wewe kukaa chini kwa kipindi chochote. Nao bila shaka umeweza kupata majawabu ambayo pengine yataelekea mkondo wa wewe kupona. Tuna Najat Omar hapa studio na muda hauturuhusu. Najat, tuna nini katika mitandao?